Mnawaumiza wazazi machalii. Mnawaumiza wazazi. Juzi nimepita hapo Kisongo, siku kulikuwa kuna rally ile ambao Colin amechukua ubingwa. Nimewaona machalii, watoto wa kike wadogo mnajifunza kuchanja gomba. Bila shaka umeona video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha mhubiri wa neno la Mungu anayefahamika kwa jina la Gideon Mathew akizungumza kwa hisia kali kuhusu mwenendo wa baadhi ya vijana wa kiume na wa kike katika jiji la Arusha. Katika video hiyo, Gideon anaonekana kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaoendesha pikipiki kwa makundi makubwa, wakifanya mashindano barabarani au wakitoka katika matembezi siku ya Jumapili huku wakiwa wamebebana. Katika video hiyo, Gideon anazungumza kwa hisia kali akionyesha kukerwa na mwenendo huo, akidai kuwa baadhi ya vijana hao wanajihusisha na vitendo ambavyo huenda wakavijutia baadaye. Miongoni mwa mambo aliyoyataja ni matumizi ya vilevi mbalimbali ikiwemo pombe, miraa na bangi. Kwa mujibu wa madai yake, anasema matumizi ya vilevi yanaweza kuchangia baadhi ya vijana kupoteza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kujiingiza katika vitendo hatarishi. Aidha, amedai kuwa baadhi ya wasichana wanaoshiriki katika misafara hiyo hukumbana na vitendo vya ukatili wa kijinsia, hususan wanapokuwa katika mazingira ya matumizi ya vilevi na kupoteza uwezo wa kujitambua au kufanya maamuzi. Sasa leo tumempata Gideon katika mahojiano maalum ili kufahamu kwa undani sababu za kauli zake, ujumbe anaoutaka kwa vijana na mtazamo wake kuhusu mwenendo wa baadhi ya misafara hiyo ya pikipiki katika jiji la Arusha. Mimi ni Prophet Manga. Na waombeni wadogo zangu machalii wa Arusha, hebu acheni hizo. Alafu na nyie mabinti, acheni hizo. Mnaekwa kwenye media eti mnajifanya mnaongea kichuga na nini sijui nini, yani mnajifanya kwamba ni wahuni. Hamna uhuni wowote wadogo zangu, mnaharibu maisha yenu. Wananiita Gideon Mathew, ni kijana mzaliwa wa Mererani, lakini kwa sasa niko Arusha. Nafanya kazi ya kuhubiri injili mitaani, inaitwa street gospel. Kwa hivyo ni kijana ambaye natumia muda, nikipata nafasi kwenye kazi zangu naingia mtaani kwa ajili ya kuhubiri injili. Na lengo la injili hasa, injili inaitwa habari njema. Habari njema ambazo zinahusiana na kubadilisha maisha ya watu. Kwa hivyo ni mtu ambaye, na kinachonisukuma sana kwa sababu kuwaambia watu habari njema ni kwa sababu pia mimi ni kijana, nimewahi kuishi maisha mabaya na najua uchungu, najua maumivu ya kuishi hayo maisha. Yana hasara nyingi sana kuliko faida. Najua nimewahi kuishi maisha mabaya na nilikuwa natamani kutoka huko nilipokuwepo. Ilikuwa ni ngumu sana, lakini pia nyakati zetu sisi ni machalii, tunahangaika. Kulikuwa hakuna watu wengi sana wa kuweza kutuonya. Tulikuwa tuna idadi kubwa sana ya watu wanakushangaa kwa sababu vijana watukutu walikuwa ni wachache. Kwa watu wanakushangaa, hakuna mtu wa kukuambia kanyaga hapa, pita hapa, hichi kiache, hichi kichukue. Kwa hivyo kwa hayo maisha, mimi baada ya kuokoka nikawa na mzigo sana, kwa sababu mimi sikuambiwa. Niliona si jambo jema na mimi kutokuambia vijana wenzangu. Kwa hivyo ninapozunguka mitaani, lengo langu hasa ni kuambia vijana maisha mabaya si dili. Kwa hivyo hata juzi kupata muda na vijana wa kuwaonya kwenye mitandao yangu ya kijamii ni kwa sababu tu najua uchungu wa kuishi maisha mabaya. Kwa hivyo kuna watu wanasema, kwa nini kama uliongelea mabinti sana kwa uchungu? Niliongelea mabinti kwa uchungu kwa sababu mimi nina watoto na mabinti 4. Kwa hivyo mwisho wa siku mabinti wangu kuna saa na jinyima na wasaidia watoto wangu. Je, kesho nikisikia mtoto wangu eti yuko mahali anacheza na vijana, nikisikia hata na mtoto wa kiume, je, nikisikia mtoto wangu nimejinyima, kuna vitu nilikuwa nataka nivifanye sijavifanya, nasikia mtoto wangu anahangaika au amepata ajali na pikipiki, inaniuma. Kwa sababu kila mzazi anategemea anavyosaidia mwanae, amemlinda. Wakati wa yeye mtoto wake kujilinda unapofika, anatazamia mtoto wake atakuwa makini, atajilinda, ataachana na vitu vya kipuuzi ili awe salama, ili pia aje awe baraka kwa familia, aje awe baraka kwa wazazi na jamii na taifa pia. Kwa hivyo unapoona vijana wamekuwa waruwaru sana, alafu wengine wanaitwa wadudu au wanajiita wadudu
na hata viongozi baadhi wa kiserikali wanalichukulia hilo jambo ni kawaida. Hata wanapofanya kampeni wanawatumia ni kama wanawadharau hao vijana, na mimi hilo swala silikubali kabisa. Sikubali kwamba kijana kama mimi adharaulike, kijana kama mimi achukuliwe kama ni mtu mmoja mjinga tu, kwamba na sisi vijana ndo wazee wa kesho. Sasa hawa wazee wa kesho kama ndo kila saa watakesha kwenye pikipiki, kila saa watakesha kwenye gomba, kila saa watakesha kwenye ulevi, sasa hao wazee wa kesho watakuwa ni wazee gani? Kweli tuna wazee wahuni, lakini ni wachache. Kuna vitu gani uliviona mpaka ukaamua kuzungumzia ile video? Yaani kuna vitu gani ambavyo uliviona ambavyo sio vitakugusa sana? Umri, yani ni umri ni mdogo sana, ni umri ambao ni wa kusoma, ni umri ambao wa kujifunza dunia ikoje, kwa sababu kila kitu unapoenda mahali, kwa mfano mimi nikienda labda tuseme nimeenda Dar au nimeenda Dubai, nitakuwa ni mtu mjinga sana kama nimeenda Dubai kwa mara ya kwanza nikajifanya kila mahali napajua, nikajifanya mimi ndo mtoto wa hapo. Ndo jinsi ilivyo kwamba umekuja duniani bado umri ni mdogo, hujajua dunia ikoje, hujajua mambo yanaendaje, tayari umeshakuwa mzoefu, tayari umeshaanza kurukia wanaume miaka 10, na wengine wengi wanabakwa. Yani wengi hawa watoto wanabakwa wakishaleweshwa. Mimi nakutana na washikaji wengi, masela wengi wanaenda wanawabaka, wao wanajua tu ni kawaida, wanajua kawaida, tunakula vibe, wananyweshwa pombe, wanalazimishwa kupelekwa ghetto, wanabakwa, wanapigwa mande, wengi hawasemi. Kondo ilinigusa sana kwa sababu ni kesi kadhaa nimeshaziona, mabinti wengi wanabakwa. Kwa na mute, inabidi tu niongee kwenye mitandao ya kijamii. Nilitaka kung'ata meno lakini nimeona niseme hilo. Mapokeo yalikuwaje? Mapokeo najua yani unapofanya jambo, sio kila jambo utalifanya utapata mapokeo mazuri. Yesu alikuja duniani, alileta habari njema, sio watu wote walimkubali. Sio watu wote walisema, "Hey, umeleta kitu kizuri." Wako walimpinga, tena ni watu wa dini. Kwa hivyo mimi ninapofanya jambo lolote sitazamii mapokeo makubwa au madogo. Natazamia tu nimpate mtu mmoja atakayenielewa, asiende mahali ambapo mimi nilienda. Je, unadhani huo mtindo wa maisha ambao wanacheza na pikipiki, je, michezo ya pikipiki inaweza ikafanyika tu vizuri bila vijana kujihusisha na matendo kama hayo ambayo umeyazungumza? Michezo ya pikipiki inaweza ikafanyika vizuri bila huo ukichaa ambao wanaufanya. Yaani kama ni masuala ya kuendesha pikipiki, magari, inaweza ikafanyika kwa ustaarabu kabisa bila huo ukichaa kufanyika kwa kupakatana, sijui yani kuna vitu hata vifai hata kueleza. Kwa hiyo michezo ya pikipiki inaweza ikafanyika. Kama unashiriki rally, wewe ndo mshiriki, unaweza ukaenda. Kama unaenda kuangalia, basi nenda kaangalie. Lakini zile staili kwamba wananyofoa exhaust, zile staili kwamba juzi niliwaona wengine wanatembea na mapanga, yani mimi nachoka bro. Mimi nisiseme mengi. Au nawaambiaje mamlaka wao si wanaona. Mimi nimefanya kwa sehemu yangu. Mimi sijafanya kwa ajili ya mamlaka au serikali. Mimi nimefanya kwa sehemu yangu kwa sababu hayo ambao wanayaishi mimi nimeyaishi na yamenitesa sana. Hebu agusia kidogo, vitu gani vilikutesa kwenye ujana wako mpaka mimi nimeteseka na ulevi. Nimeteseka na mambo mengi sana. Hata hiyo kuchanja gomba, ugoro, kuberi. Mimi nimeteseka na mambo mingi sana. Hata kuacha wanawake. Mimi nilikuwa naishi maisha ya ngono lakini nilikuwa siyapendi. Kwa hivyo ni vitu vimenitesa sana. Na vilianza kawaida kama utani, kama wao wanavyofanya, na ikawa ni too much. Hii huduma umeanza una muda gani tangu umeanza? Huduma ya kuhubiri Injili nina muda sio mrefu, ila nina muda sasa. Tangu nimetengeneza na Kristo toka 2023, ingawa kuna historia fulani hapo ambayo ni ndefu, hiyo tutainyamazia, nadhani tutashirikishana wakati mwingine. Lakini toka 2023 nimekuwa nikitembea mtaani mtu kwa mtu, nasaidia. Mimi sisaidiagi kwenye kamera, naendaga hata hapo stendi kubwa hapo, machaliwa wananifahamu. Ingaje wengi wamekufa, wengi siwaonagi tena, lakini machaliwa kwa wananifahamu. Naenda nanunua viatu Tengeru, nawapa viatu, nawapa t-shirt, nawapelekea matunda. Siku sina hela, nawapelekea matunda, tunapiga hadithi, nawaambia habari za Mungu. Kwa hivyo sina muda mrefu sana
lakini naona Mungu ananisaidia katika hichi ambacho ninakifanya. Zungumza na kijana ambaye anasema sasa hivi mimi nataka kula ujana. Zungumza, aleje ujana wake. Zungumza naye pale, mwambie. Ujana unaliwa kistaarabu. Yaani kama unataka kula ujana, fanya kazi, saidia wazazi. Sio kila kitu narukia kama vile tumbili anaruka mti huu kwenda mti huu. Yaani vitu vingine unaacha wenge. Kuna vitu watu wamerani tunasemaga acha wenge. Unaacha wenge, alafu unajifunza, maisha yanaenda taratibu.